Hivi sasa niko kwenye viwanja vya maonesho ya Sabasaba katika maonesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa. Leo tarehe 7 mwezi wa 7 2026. Kama unavyoona nyuma yetu, wananchi baada ya mabanda ya biashara kufunguliwa, wananchi wanaendelea kuongezeka katika viwanja hivi kuja kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara, wajasiriamali, kununua vitu mbalimbali. Na sisi Jeshi la Polisi kama mnavyojua tuna banda letu katika maonesho haya, ambayo sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unaimarika wakati wote wa maonesho haya. Nipende tu kuwahakikishia wananchi wanaotizama kwamba hali ya usalama katika viwanja hivi imeimarishwa ipasavyo na Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na uongozi mzima wa TanTrade, lakini pia na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kuhakikisha kwamba wananchi wanaofika katika viwanja hivi basi wanakuwa na mazingira salama ya kuja kupata kile ambacho wamekifuata katika viwanja hivi. Lakini pia zaidi kwa wafanyabiashara ambao wameleta biashara zao katika maonesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa. Kwa hiyo niwaambie tu wa Tanzania, niwaambie wananchi walioko majumbani wasiogope kuja kwenye viwanja hivi vya Sabasaba. Hali ni shwari, hali ni ya usalama kuanzia kwenye mitaa ambayo watatoka kuja katika viwanja hivi, lakini pia katika viwanja hivi ulinzi umeimarishwa ipasavyo. Kwa hiyo wasiogope, waje waweze kushuhudia maonesho haya ya 50 ya Sabasaba, ambayo kuna wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali takribani 24, lakini wafanyabiashara wa Kitanzania wako wengi kwa maelfu. Kwa hiyo waje, wasiogope. Sisi vyombo vya ulinzi na usalama tuko kwa ajili yao kuhakikisha kwamba wanakuwa na mazingira salama ya kuja katika viwanja hivi, lakini pia kuzunguka maeneo mbalimbali kwa amani, utulivu na usalama, na kurejea nyumbani salama. Kwa hiyo wakaribu sana, wasiogope. Vyombo vyao vya ulinzi na usalama viko tayari kuendelea kuhakikishia usalama wao uko wa hali ya juu. Sisi tunao wabaya wetu ni wale ambao wanakwenda kinyume na sheria za nchi kama zinavyoelekeza. Kama wewe ni mwananchi mwema, wewe usiogope kuja katika viwanja hivi. Kama unavyoona wenzako tayari nyuma yetu huku wanaendelea kuingia, na hili ni eneo moja tu, barabara moja tu. Ukiingia barabara nyingine huko wananchi ni wengi, pamoja na kwamba bado haijafika mchana. Na vipi kuhusiana na mikoa mingine, hali ya ulinzi na usalama pia huko ikoje afande? Hali ya usalama nako kumeimarishwa kwa sababu Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumeimarisha katika maeneo yote. Kwa maana ya nchi nzima tumehakikisha kwamba sisi vyombo vya ulinzi na usalama kwa sababu ni jukumu letu kuhakikishia wananchi usalama, basi tumejitahidi na tutaendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba wanapata usalama wanaohitaji kwa kiwango kikubwa, ili basi wananchi waweze kushiriki katika shughuli zao za kiuchumi na kijamii, ili waweze kujipatia kipato kwa ajili ya maendeleo ya familia zao, lakini kwa maendeleo ya taifa letu. Asante sana. Kwenye banda letu la Jeshi la Polisi, kwanza niwaambie kamisheni zote 8 zipo na viko takriban vitengo 29 vinatoa elimu kwa jamii. Kwanza tunatoa kuwaelimishe majukumu ya Jeshi la Polisi. Unajua kuna wakati mwingine baadhi ya wananchi wanashindwa kuelewa pale polisi inapotekeleza majukumu yake, wanafikiri kwamba sio majukumu yake wanayotakiwa kutekeleza. Kwa hiyo ukifika kwenye banda letu tutakujulisha kwanza muundo wa Jeshi la Polisi, majukumu yake na kadhalika. Lakini pia tuna mambo mbalimbali, kuanzia chumba cha mashtaka ambacho wengine wamezoea kwamba ni CRO. Pale utakutana na askari, watakuelimisha kile chumba kazi yake ni nini. Ni kupokea wananchi, kuwasikiliza, na pale kwamba amefikisha taarifa yake ambayo inaonekana ni kesi ya jinai, basi jalada linafunguliwa. Na kwa sasa hivi kwa sababu Jeshi la Polisi
linatekeleza pia maelekezo ya amiri jeshi mkuu ambaye alielekeza jeshi la polisi lijikite kwenye matumizi ya tehama, lakini pia mapendekezo ya tume ya haki jinai iliyosema kwamba polisi pia wajikite kwenye matumizi ya tehama. Wataona kwamba jalada sasa hivi likifunguliwa, mkuu wa kituo analiona, mkuu wa upelelezi wa wilaya anaona, mkuu wa polisi mkoa na kamanda wa polisi mkoa na makao makuu uongozi unaona pia. Lakini pia mfumo huu ambao unawezesha jalada kufunguliwa, basi hata mkurugenzi wa mashtaka kwa maana ya DPP naye anaona hilo jalada, na linapopelekwa mahakamani, basi mtu anaweza akafuatilia jalada lake, au viongozi wa ambao nimewataja wanaweza kufuatilia hilo jalada. Lakini sio hivyo tu, wakifika pale wataona mfumo wa namna unavyofanya kazi wa kupata hati ya mali iliyopotea, lakini pia kupata hati ya tabia njema. Tulizoea kwamba kule nyuma mtu alikuwa anachukua wiki hata wiki mbili kupata hati ya tabia njema, lakini kutokana na matumizi ya tehama sasa hivi ndani ya masaa 24 anakuwa amepata hati ya tabia njema, ambayo watu wengi wanaitumia kwenye ajira, wanaposafiri nje ya nchi na kadhalika. Kwa hiyo wakifika pale watapata mambo, watapata pia elimu ya kujiepusha na madawa ya kulevya, namna ya kuepusha watoto wao na matumizi ya dawa ya kulevya. Kuna watu sasa hivi wamekuwa wajanja, wanatengeneza biskuti za madawa ya kulevya, keki za madawa ya kulevya. Kwa hiyo ukifika pale mwananchi utapata elimu. Ukiona mtoto wako anatafuna vitu kama hivyo, ujue tayari ameshajiingiza kwenye madawa ya kulevya. Lakini pia kikosi cha usalama barabarani kiko pale kutoa elimu, hususan kwenye madhara ya mwendo kasi, madhara ya kuovertake magari mengine eneo la kwenye kona, kwenye muinuka au mlima, kwa sababu huwezi kuona gari linalokuja mbele yako. Kwa hiyo viko vitu vingi. Lakini pia tunalo shirika letu la uzalishaji mali ambayo sasa hivi limejikita pia kwenye utoaji na kampuni ya ulinzi natoa huduma za ulinzi, lakini pia usindikizaji wa fedha, na hivi sasa tuko mbioni katika kutengeneza mfumo wa ukaguzi wa magari ambayo sheria inaelekeza kuwe na mfumo wa ukaguzi wa lazima wa magari. Kwa hiyo viko vitu vingi. Kwa hiyo wakifika kwenye jeshi la polisi pale watakutana pia na bendi ya mapipa au tunaita steel band, utakuta wasanii wa aina mbalimbali wanatumbuiza, ila kusahau pia tuna nyoka mkubwa. Kwa hiyo kama hujawahi kuona nyoka karibu, ukifika kwenye banda la jeshi la polisi unaweza kumuona. Sahihi. Pia pale kwenye banda letu tunatoa elimu juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, lakini tunatoa pia elimu juu ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, athari zake kwa mtu ambaye anatumia vibaya mitandao ya kijamii, kwa sababu unaweza ukajikuta umejiingiza kwenye uhalifu au umekuwa mtuhumiwa kwa sababu umekiuka matumizi hayo. Kwa hiyo wakifika pale ni vizuri waje pia wajifunze. Na ndugu zangu watazamaji, niwaambie matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii ni janga la dunia. Familia zikasambaratika kwa sababu ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Ukiitumia vizuri itakunufaisha, na kwenye Sabasaba nimejaribu kuzunguka, nimeona watu ambao wanatumia vizuri mitandao ya kijamii wanavyonufaika na biashara zao. Sasa wewe Mtanzania mwenzangu, jifunze namna ya kutumia mitandao vizuri, ikunufaishe kibiashara, ikunufaishe katika masomo, ikunufaishe katika mambo ya dini, kuliko wewe kila siku ukiamka ni kutafuta namna ya kukinzana na sheria, kuchonganisha watu na watu, kuchonganisha mke na mume, kuchonganisha familia na familia, kuchonganisha koo na koo, kuchonganisha wilaya na wilaya, kuchonganisha taifa au serikali na wananchi.